Bado tunaiangazia asili ya mwanadamu, kuumbwa kwake katika nchi na kusudi la Mwenyezi Mungu katika yoyote kuwepo mpaka hivi leo hii tulivyo, kwa neema na upendo wake. Amina. Tangazia kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Tuangalie kwa tafakari kwa sehemu ya Mungu. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tunaona kiumbe mwanadamu anaumbwa na Mwenyezi Mungu kutoka mavumbi ya ardhi, anapuliziwa puani pumzi, anakuwa nafsi hai. Nafsi hai iliyobeba vitu hivyo ndani yake, iwemo akili, kuna tamaa, kuna kupenda, kuna kusikia. Mwanadamu ameumbwa na hivyo vitu. Ndani ya nafsi imo akili, imo tamaa, imo kupenda na iko kusikia. Ila pia ndani ya akili uko ufahamu na uko utambuzi na iko roho. Ila kila kimoja ni kibebeo cha mwenzake. Ufahamu uko ndani ya akili na utambuzi uko ndani ya ufahamu, na roho iko ndani ya utambuzi. Yote hivyo, kila kimoja kinakuwa ni kibebeo cha mwenzake. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa katika utimilifu kwa sehemu ya Mungu, na ndio maana akapewa maagizo jinsi ya kuenenda. Katika asili ya mwanadamu alikuwa na moto ndani yake, ambalo ni neno la Mungu. Aliumbwa kwa utimilifu wa Mungu kwa sehemu yake. Na ndio maana tunaposoma 2:16 kwa maelekezo ya Mungu, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani mwaweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Alipewa maelekezo kwa kuwa alikuwa nayo akili na anao ufahamu na anao utambuzi na alikuwa anasikia. Ndio maana akapewa hayo maelekezo yote jinsi ya kuenenda wapo hapa duniani. Amina.